Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kuelekea katika mchezo wa Kariakoo Derby, ambapo mchezo huu unaikutanisha klabu ya soka Yanga Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club. Sasa mchezo huu tunaona umeweza kuingia dosari kubwa sana mara baada siku ya jana klabu ya soka ya Simba kwenda katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kwenda kufanya mazoezi ya mwisho. Lakini cha ajabu ni kwamba kuna taarifa zinadai kwamba makomando wa klabu ya soka Yanga Sports Club walizuia klabu ya soka ya Simba kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kwenda kufanya mazoezi ya mwisho ili kuweza kujiandaa na mchezo dhidi ya Yanga. Sasa mara baada ya hili kutokea, tunashuhudia Simba walifika majira ya saa 1 katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini walikaa nje mpaka saa 3 kisha kuondoka pasipo kufanya mazoezi. Sasa kwa mujibu wa taarifa ambayo imeweza kutolewa na klabu ya soka ya Simba ni kwamba wameweza kuhususia mchezo huu na siku ya leo hawatokwenda uwanjani, kwa sababu taarifa zinadai kwamba siku ya jana klabu ya soka ya Simba waliweza kuvunja kambi yao kwa ajili ya kujiandaa na mchezo dhidi ya Yanga, na wamekubaliana kwamba watarejea tena kambini siku ya Jumanne kwa ajili ya kujiandaa na mchezo dhidi ya timu hii wa kombe la Azam Sports Federation Cup, bila kusahau kujiandaa na mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Dodoma Jiji. Sasa kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na klabu ya soka ya Simba, taarifa inasemaje? Inasema hivi: taarifa kwa umma. Simba Sports Club imesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Yanga Afrika, Simba ikiwa timu geni. Kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 45 ya kanuni za ligi kuu bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Kwa makusudi, Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Katika sitofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo. Pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika, mabaunsa wa klabu ya Yanga Sports Club walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na kuwazuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo la nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukwaji huo taratibu za mchezo, Simba haitoshiriki mchezo husika na haki zake zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki kwa dhidi ya wahusika wote wa sakata hili. Imetolewa na management ya klabu ya soka ya Simba. Kwa tunaona hiyo ni taarifa ya klabu ya soka ya Simba ikitolewa na kusisitiza kwamba hawatokwenda kucheza mchezo dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, kwa sababu taarifa zinadai kwamba Simba Sports Club mara baada ya kuzuiliwa kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa walirudi kambini, na mara baada ya hapo wakaweza kuvunja kambi yao, kwa sababu ikumbukwe wao Simba walikuwa na haki za msingi za kuweza kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini ndio hivyo, watani wao wa jadi wakiongozwa na makomando wakaweza kuibania klabu ya soka ya Simba kuingia uwanjani kwenda kufanya mazoezi. Kumbukwe Yanga wao waliweza kufanya mazoezi mapema kabla ya saa 1 na mara baada ya hapo wakaweza kuondoka. Kwa hiyo ndio hivyo, Simba kutokana na wao kushindwa kufanya mazoezi kikanuni na haki za msingi wameweza kusema kwamba hawatokwenda kwenye mchezo dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club.